ninapoendelea saa hizi, na wakaribisha wote katika Wise Builder. Hii ni ujumbe ule tunaendelea naye mwezi huu, na ukiangalia hii bana yangu uiangalie vizuri. Hiyo ni kayumba kama hapo katikati. Lakini hizi ndizo vitu zile. Hiyo nyumba ndio ikae hapa, ilitumia vitu kama hizo. Kuna hurubaro. Na tulianza usande, nikamwambia mwezi wa 10 ni lazima tukue na a Wise Builder, mtu ambaye atakujenga. Na pia labda unatumia sehemu nyingi za kujenga. Hii miili yetu tunatumia na kukula hivyo. We are building our body in that way. Tuna build. Lazima hiyo chakula hizo balance diet. Kwa hivyo ninapoendelea na wakaribisha wote mko hapa. Na wote wanatupata katika mtandao. You're most welcome. So ujumbe wangu unapoendelea katika hii mwezi wote, naamini ya kwamba tutatumia vitu za kujenga vizuri. Kama vile umeona nimekuuliza umekula nini. Na ili unajenga mwili wako, jua ya kwamba hata kama umeokoka na kama uko na mali, you are living inside that your body. Remember, human is in this body. Maisha yako ile unakaa iko ndani ya hii. Chunga hii mwili na uijenge vizuri. Tukijenga hii mwili, ndio ukule na ukunywe, ndio ujulikane. Mdomo wako unatumia nafasi kubwa sana ya kujijenga na kujenga watu wale wengine. Mtu wote aliyo na mdomo akona na urahisi sana wa kucommunicate haraka na kueleweka haraka. Lakini mtu wote amenyimwa mdomo anakuwa na ugumu, ataelewa lakini hataeleweka. Na wakati mwingine Mungu ukikosa kuongea na yeye na ukosa kuwasiliana na yeye, atakuudia ishara, the signs language. Na hakuna kitu gumu kama Mungu akiwasiliana na wewe na sign language. Do you know God akiwasiliana na wewe na mdomo amekufeed the word. Ata build up. Kuna watu tuko naye hapa, Mungu hajawasiliana na wewe through his mouth. Anakuwasiliana na wewe through the sign language. Anakuletea kuku. Anakuletea majaribu. Ukijaribu kuwasiliana unashindwa. Kube mene pekee. Mtu wa kwanza kuwasiliana alikuwa anaitwa Nebukadnezar. Akaja kuita watu watafsiri the signs of language. Na wengine aliita waganga. When you need God to build you or kuwasiliana na wewe, you can call a bad interpreter. But when somebody atakaongea lugha yako, utakuwa rahisi kusikiliza. Mungu anawasiliana na wewe nini? Nawe unawasiliana na watu waje. Kuna watu naye wanawasiliana na baba yao. Kuna mtu yuko hapa, yeye anaongelesha kwake na sign language. You don't know the words, say. Hauna maneno ya kuongea. Lakini sasa hebu tuende katika kitabu ya waraka wa kwanza wa Petro 3:10. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 3 mstari wa 10 wasema hivi. Kwa maana atakayependa maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme hila. Hiyo ni kumeka good day. To have a good day. Ambia jirani yako, ukitaka kujenga siku njema. Zuilia mdomo wako. Kuongea ubaya. Na midomo yako. Unena uongo. God bless you. Baraka wa kwanza. Siku yako inadetermine vile ulitoka kwako. Ukitaka kujenga siku njema, nikajaribu. Na kuambia hiyo siku yote itakaa hivyo. Na ukitaka kuja urafiki na mtu ambaye hakuna siku atakupea hofu. Hata jana ilikuwa wachana huyu atakuharibia the whole day. Na siku yako haitajengeka. So Bible inasema waraka wa kwanza, ukitaka kuwa na siku njema, zuilia nini? Ulimi wako. Juu ulimi ndio unajenga na ndio unabomoa.
Zuilia hiyo maneno unasema ndio kuona, utaona kuna mahali utaenda. Wacha kuambia watu hivyo, watu wa Mungu. Nyamaza. Ukikasirika, ukisikia kweli umeambiwa kitu, guruma tu ukahaya. Enda kwa choo. Irudishe. Juu nasema I want to build my day. Na kama unajua wewe ni mcha Mungu, na kama unajua uko na mamlaka kwa watoto, kwa nyumba, kwa biashara, rudisha, vumilia, irudishe kwa tumbo. Umo na tumbo siku moja, lakini ujue nimerudisha ubaya kwa tumbo badala niutoe kwa udongo. Juu unajua nikiitoa nitaharibu siku yangu. And the time you destroy one day, for you to recover it one day, it will take 1,000 years. Shida ile unaona tuko naye ni juu ya siku yetu moja iliharibika. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hii ni miezi 6. 6 months ambayo uchumi wetu wa Kenya umeharibika. Kila mmoja analia. Hallelujah. Amina. Wakolosai tuendelee tukombine 4:6. Amen. Alafu mwingine atusomee Ephesians 4 mstari 29. Naenda mshike muandike vizuri. Amen. Kitabu cha Wakolosai 4 mstari ya 6. mstari wa 6. Inasema maneno yenu yawe na neema siku zote. Sikiliza, maneno yenu Yawe na neema. Yawe na neema siku zote. Siku zote. Yakikolea munyu. Yakikolea munyu ikiwa na chumvi. You know, salt is preservative. Maneno yote itakayokuwa yasa preserve mtu. Maneno yenu na iwe na neema siku zote. Siku zote. Na maneno yenu ikue ili ujue vile utajibu kila mtu. Hiyo ni kujenga kama ni kubomoa? Maneno yenu ikue na monyo. Na ili preserve, ili ujue vile utajibu mtu. Kuna mtu ambaye hutajibu. Kuna maneno unafaa usijibu maishani mwako. Ngoja uitwe. Kuna maneno ninakwambia usijibu. Kuna mtu aweza kuongelesha usimjibu. Juu Bible inasema condition. Kuna maneno utasikia, tafadhali utoroke na miguu. Never answer. That is according to the Bible. Kama una grace, Bible inasema juu wakati umetoa maneno unakuwa umeakisha. Taka yako kwa Mungu ni yale uliongea, si dhambi zile ulitenda. Dhambi ile nyingi utastakiwa ni zile uliongea. Maneno yale itaweza kukufunga maisha yako. Usijago niki gai. Nini kulienda? Ni maneno yale uliongea. Bible imekukataza kujibiana kila mtu. Ili ubuild up, because kile kilicho mdomoni mwako ni kile kitatoka kwa mdomo wako. Waefeso 4 mstari ya 29. Neno lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji. Sikiliza, si maneno yote unafaa, linafaa huyo anakuhitaji. Ili liwape neema wanaosikia. Bwana alibariki neno lake. Amen. Maneno yako unapoongea inapea watu neema, ana inawakuja moyo. Kama inajenga, utajengeka. We are talking about the wise builder. And start building, itaanza kwa mdomo wako. Kuna mtu naongelesha? Yes. Kuna mtu naongelesha? Waweza kuwa unafanya kazi mingi. Nyingi unachoka, lakini unaharibu yote na mdomo mmoja. 90% of success zinatoka kwa mdomo wetu. Vile utasimama hivi, vile utapata pesa, tunaanza kusisema tutapata pesa kwa mdomo. Safari yako haianzagi na mguu. Safari yako, all journey will start with your mouth. All your failure will start with your mouth. All your success will start with your mouth. Kama unaenda mahali utaongea na mdomo kabla uende. Kama unataka kujenga utaongea mbele kabla ujenge. Kama unataka kukula utaongea ninasikia njaa kabla ukule. Hallelujah. Amen. Wewe unawasiliana na watu aje? Mungu anawasiliana na wewe aje? Maneno yale unaongea iko aje watu wa Mungu?
kinywa chako maneno hiyo umeongea inakuumana. Unaongea masaa 20. Baadaye unaumwa na roho. Juu kile uliongea kilitoka rohoni lakini hakikutoka kwa akili. Sitaki mambo yako itoke kwa akili, kwa moyo. Juu utanipea mpaka secret zako. Nataka mambo yako yote yotoke kwa akili. Hiyo ninajua kile unawaza. Na Mungu anataka juu mambo yale tangu ukue miaka 40, miaka 20, miaka 30, kuna mambo chemichemi ya ubaya na uzuri. Na wakati utapata mahali ya kutoa, waweza toa mambo yote ya rohoni. Mtu akikasirika na mtu ama akasirika na mahali, anaongeaga siri za hapo zote. Kwa sababu ameweka. Lakini akili huwa zinatengeneza. So, pia unatumia mdomo wako ndio utapata malaika. Na hivyo ndio utapata kuna roho wa vita na kuna roho wa upole. Kuna roho wa urejesho. Vile unajifundisha, hivi ndivyo utapata maisha yako, lifestyle yako ndio iko. So, teach the living. Tafadhalini, this is a foundation. Na ninawaombea hata leo Mungu akubali kutumia mdomo wako. Asikuongeleshane na sign language. When you are rude, when you are not going to tame with your mouth, I promise you, God will never revisit you talking. He will present you with sign language. A very hard way to communicate. A very hard way to communicate. Inaitwa sign language. Wewe utakuwa ukiona mambo, unaona kuku zimekufa, ng'ombe zimekufa, umeona kitu fulani, unaota ndoto ukiomba na pia nakwambia naona vita, kuna mambo lakini haitokei. Mungu anakataa. Mungu hunyamaza. Ninamwambia mara nyingi kutelevio si hivyo. What we need is the voice of God. Hello, we don't need more out of deliverance. We need the voice of God and communication with God. Unahitaji iwe assurance. Mungu aweza kuongelesha your conscious, your spirit, waweza wasiliana na Mungu vizuri. That is what we need. Ambia jirani yako, unahitaji ukuwe na assurance. Mungu anawasiliana na wewe vyema. Mungu anawasiliana na wewe vyema. Ninaongelesha wewe. Unanipata? Ndio. Hallelujah. Amina. Ninaomba Mungu asikuongeleshe na sign language. Ni zito. Guy. Isha, oi. Sign language. Utaandikwa. Utasainiwa, wacha. Sign ya kuacha. Udhania unaambiwa wewe ni mzuri. Uanze kuligia watu. Gani na Mungu ni warning amekupea. Look. Wewe umeoniwa na sign. Wewe ukadhania umeambiwa wewe ni kidole. Ujaribu Mungu ananiambia nini mzuri. Gani ukija hapa kanisani. Unaambia si nilikuona nikakwambia uko mbaya nilikusaini. I sign you. Unapata unahaibika mbele ya watu. Oi, si misingi yetu ya Mungu kuwasiliana irudi. Si Mungu atupee mawasiliano mazuri. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amina. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tusomee pale tulikuwa tumesema. Amen. Kitabu cha Methali 10. Methali 10 mstari wa 19. Proverbs 10 verse 19. Katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu. Katika wingi wa maneno hakukosagi nini? Kuwa na maovu. Kuwa na maovu. Mtu apelengese ukienda wapi anajua ulikuwa ndiye. Unamwambia hivyo ndio nilikuwa nataka kuambia. Nilienda je hata mimi kama je. Kutile unatoi. Kila kitu anajua. Katika wingi wa maneno hakukosagi nini? Kuwa na maovu. Sitasema mnyamaze, lakini uchunge maneno yako. Bali yeye azuiaye midomo yake hufanya akili. Amen. Nimekwambia mdomo wako ni akili. Your mouth is your brain. What you are thinking, you tell us. What you are thinking. Your plan iko. Lakini ukisikia utasikia wiki wa maneno mtu ameongea mpaka ya rohoni. Ametutolea siri zingine hatukuwa tunazitaka. Ataingilia mpaka mtu anafaa kumpatia. Kwa hivyo hana assurance. Na mtu ambaye hana security duniani. Sinaona huyo hana mtu wa kumkanya na hana mtu wa kumwelekeza. Ni lazima uwe na mtu mmoja aweza kuongezea akili. Amani ya Bwana iwe juu yenu. Amen. Nitafunga na hii neno la Proverbs 15 mstari ya 4. Amen.
Methali 15 mstari wa 4. Ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi uvunja moyo. Kisugu inasema it crush the spirit. How many people waliingia katika relationship? How many people wako kwa biashara all the time, every day? Roho yako iko crush. How many people kila asubuhi yao, kila siku yao, it is be crushed. God help me not to come across we crushers. Kuna neno tulikuwa tumesomewa pale na Yongo. Mungu amesema siku yako itadipende na vile utainenea. Sema siku yangu itakuwa njema. Siku yangu itakuwa njema. Mimi nimeinenea. Amen. Utakuwa na siku njema utakayezuilia mdomo wako kuongea mabaya yake. Jana kulikuwa baya, sijapata kazi, ni mwaka mbaya. Hapana, from today we withdraw it. Amen. Hebu plan tena, weka muziki mwingine. Utakayeweka muziki mwingine kuanzia kesho utakuja tushukuru katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia kesho tutashukuru. Wala ulipatana na watu wa krasha, ulipatana na watu walikuwa na maubaya, lakini kutoka leo hata kama utafeli, sema hapana, my tomorrow is better than today. Hallelujah. Amen. That is First Peter 3:10. Asuilia ulimi kuhali, atakayetengeneza siku yake atasuilia ulimi wake kuongea hila. Amen. So the day of tomorrow ni vile utaipanga. Ibariki na uifanikishe katika jina la Yesu Kristo. Baba, na mabariki watu wako wamesikia neno. Ile yote misiki iko ndani yao, utawazuilia. Bariki kila mmoja yuko hapa amesikia hiyo neno. Hebu ikafanye kazi. Kama ameongea mabaya, kama ameongea vikwazo, na ukawidhijua kuongeleshana yeye, sasa umetumia sign language. Wengine unatumia sign language wanapokosa kuongea, unawanyamazia. Kristo ninakuomba saa hizi, saidia kila moja ulimi wake na siku yake itakuwa njema. Kutoka siku ya leo, kila moja ananitazama, kila moja yuko hapa, kila moja anayesikia, Mwokozi wa mbinguni watakuwa wakiona mema katika jina la Yesu Kristo, kwa maana kwa mimi. Amen.